Tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika semina ya Kwaresma katika Jerusalem Online TV. Basi tutaendelea na semina yetu ya wiki hii. Tulianza kuongozwa na Shemasi Erasto Lekule katika siku tatu, Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Na leo basi tutaendelea na mtakuwa na mimi Mwalimu Daudi Wiranga kutoka jimbo la Musoma. Na basi nitapita alipopita Shemasi, lakini kwa namna ya tofauti. Nitapita katika yale mambo makuu aliyoyazungumzia, lakini kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo si kwamba nitaendelea moja kwa moja katika kipande alichoachia, lakini nitapita katika vile vitu alivyovizungumzia, lakini kwa namna ya tofauti pia, bila kupoteza muda kurudia yale ambayo alisema. Basi nikualike mtu wa Mungu, tuendelee kumshukuru Mungu, tuendelee kuweka mioyo yetu na roho zetu katika jambo hili ambalo ni jema na linalofaa, hasa kwa kipindi hiki tulichopo katika mwaka wa kanisa, kipindi kitakatifu cha Kwaresma. Basi tufungue somo letu la leo kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa kutuumba, tunakushukuru kwa kutukomboa, tunakushukuru kwa kutupa zawadi ya muda. Katika muda tunajifunza kuhusu wewe, katika muda tunatambua thamani yetu, katika muda tunatambua upendo wako, katika muda tunatambua makosa yetu na tunapata mwanga na nguvu ya kufanya toba. Basi katika kipindi hiki kizuri cha Kwaresma, ni kipindi ambacho kupitia kanisa lako unatualika tukumbuke kukurudia wewe. Unatukumbusha kuungana na wewe, kutubu makosa yetu, kutengeneza njia zetu katika mahusiano yetu na wewe. Basi Mungu, hiyo ndiyo sababu pia ya kutano letu kupitia mitandao ya kijamii katika siku ya leo. Tunakuomba uzungumze na mioyo yetu, uguse maisha yetu, kweli mioyo yetu irudi karibu zaidi na wewe, tuendelee kukutumikia, tuendelee kuishi katika muunganiko na wewe, leo zaidi ya jana, kesho zaidi ya leo. Angaza akili zetu, tupe moyo wa toba, moyo wa sala, moyo wa kujikatalia, moyo wa kutoa sadaka, matendo ya huruma, moyo ambao ni wa upendo kwako na upendo kwa jirani. Roho yako Mtakatifu atuongoze katika siku ya leo, ili tujifunze kutoka kwake yale ambayo amekusudia kwa ajili ya wokovu wetu, ukuaji wetu na wokovu wa watu wengine. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Maria Malkia wa Mitume, utuombe. Maria makimbilio ya wakosefu, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi ndugu yangu, nipende kukukaribisha sasa tunapoanza semina yetu, tunapoendelea katika semina hii ya Kwaresma, leo ikiwa ni siku ya 4. Nimesema leo sitaanza kitu kipya sana, wala sitaendelea alipoishia Shemasi Erasto Lekule, lakini nitapita katika maeneo aliyopita, lakini kwa namna ya tofauti. Nitapita katika maeneo aliyopita kwa namna ya tofauti. Basi ndugu zangu, sisi ni wanadamu, tunaishi katika muda na wakati, in space and time. Kwa hiyo tunaishi katika majira, tunaishi katika masaa, siku, miezi na kadhalika. Kumbe katika maisha yetu kuna mzunguko fulani wa muda. Kimsingi muda ni endelevu, lakini ili turahisishe maisha yetu, ili mambo yaende vizuri, tumejitengenezea mzunguko fulani. Na huu mzunguko ni kwa ajili ya kutukumbusha vitu fulani, lakini kwa ajili pia kufanya mambo yaende. Kwa mfano, labda muda ungekuwa labda ni endelevu tu, yani sasa hatujui leo ni tarehe ngapi, hatujui huu ni msimu gani. Kwa hiyo tumetengeneza namna fulani ya kuishi katika huu muda ambao ni endelevu. Tumetengeneza namna fulani ambayo ni kama duara. Hii inatusaidia kuwa
kuwa sahihi na kuwa constant katika baadhi ya mambo ambayo tunafanya. Na hii inatusaidia, kwa mfano tuna muda labda wa kusali, labda mtu anasali asubuhi, mchana na jioni. Labda tuna muda wa kula, tuna muda, kila mtu ana muda labda wa kuoga, muda wa kufanya shughuli fulani kila siku. Muda ni endelevu, lakini kuna vipindi ambavyo kuanzia kwenye uumbaji Mungu ameviweka ni kama vinajirudia hivi. Kwa hivyo vitu vimetupa sisi fursa, ambao sisi japokuwa ni viumbe ambao Mungu ametuumba kiroho, ila tunaishi katika muda. Kwa hivyo tunajikuta hata mambo ya milele tunayafahamu katika muda. Kwa mfano tunafahamu tumeumbwa ndani ya muda. Unazaliwa ujielewi wewe ni nani, unatoka wapi, lakini katika muda unaanza kumjua hata Mungu aliyekuumba wa milele, ambaye hana mwanzo wala mwisho. Katika muda huo maana yake umekuwa, baadaye ukafika muda wa kufahamu, ukajifunza, ukajua, ukaamini, labda ukabatizwa na kadhalika, ukaendelea hivyo. Sasa kuweka vipindi fulani katika huo muda ambao Mungu ametupa endelevu, unatusaidia sisi kukeep up na mambo fulani katika maisha. Unatusaidia. Kwa hiyo tunajua baada ya muda fulani ni mwaka, baada ya muda fulani miezi 6, ni siku, ni saa, ni dakika. Kwa hivyo kitu ambacho Kwaresma inatupatia au inatupa fursa ya kujifunza, sio kitu ambacho au kufanya, sio kitu ambacho basi inabidi tukifanye wakati tu wa Kwaresma. Hapana. Kwaresma inatupa fursa ya kumrudia Mungu, si kwamba ni katika kipindi hicho pekee, ila wakati wote ni wakati wa kumrudia Mungu. Wakati wote ni wakati wa kutengeneza, kuresearch, kutafiti, kurekebisha na kuboresha uhusiano wetu na Mungu. Wakati wote ni wakati huo. Kwa hivyo katika pia mwaka wa kanisa ni mfumo ambao unajirudia kwa namna fulani kila mwaka. Kwa hivyo tuna majilio, tuna Krismasi, Noeli, tuna kipindi cha kawaida cha mwaka na kuja Kwaresma, Pasaka, kinaendelea kipindi tena cha kawaida mpaka tunakuja Pasaka, alafu inafuata Pentekoste, alafu tunaingia kwenye kipindi cha kawaida mpaka mwisho wa mwaka wa kanisa. Kwa hivyo ni kama kamzunguko fulani, lakini kaka mzunguko kako kwenye muda ambao ni endelevu, hauna mwisho. Muda unaendelea. Sisi ndo tunazaliwa katika muda, tunakufa, tunaingia katika hali ya umilele ya kiroho zaidi, na tunaendelea kuishi. Lakini kunapokuwa hapa duniani tuko katika roho, lakini tuko katika mwili. Hivi vipindi vinatusaidia. Kwa hiyo visinge kuwepo, kuna namna tungejikuta tunapwaya katika vitu fulani, kwa sababu mwanadamu anasahau, mwanadamu anaugua, mwanadamu anabadilika. Kuna namna, kuna vitu vingi vinaingiliana, vinatutoa katika mstari. Kwa hivyo ndio maana katika serikali au mataifa, taasisi zinazojielewa zimeweka tarehe fulani kwa ajili ya matukio fulani. Kwa mfano, tunasherekea uhuru wa Tanzania. Tunasherekea uhuru wa Tanzania tarehe 9 Desemba. Tunasherekea uhuru wa Tanzania tarehe 9 Disemba. Uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo siku imewekwa hapo maalum ili tukumbuke Tanganyika kupata uhuru, taifa letu. Kwa hivyo tusipoweka siku fulani kwa ajili ya matukio fulani, baada ya muda mrefu utajikuta hayo matukio tunayasahau. Ndio maana mwanzoni kabisa mwa kanisa ikaanza kusherekewa sherehe ya Pasaka. Sherehe ya Pasaka ndio ilikuwa sherehe ya kwanza kusherekewa kwenye mwaka wa kanisa. Basi baada ya muda wakaanza Wakristo kuweka siku fulani za kujiandaa, kwa sababu ya ukuu wa hiyo sherehe, uumbaji mpya. Watu wakaanza kuweka siku za kujiandaa, na zikaanza chache zikaongezeka mpaka baadaye zikafika siku 40. Shemasi alishatuambia neno Kwaresma linatokana na neno quadragesima. Basi maana yake ni 40 siku ambazo Yesu alijiandaa pia kuanza utume wake. Alijiandaa kwa kufunga na kusali, na Shemasi alituambia mifano kadhaa ya hii namba 40, lakini akatufupishia akatuambia 40 maana yake ni nini? Maana yake ni kipindi cha kutosha. Kipindi cha kutosha, muda wa kutosha. Hiyo ndio maana ya hii namba 40 kibiblia. Kwa hivyo sisi tunachukua hizi siku kujiandaa kusherekea sherehe ya Pasaka.
lakini tunajiandaa kusherekea ushindi. Ni ushindi dhidi ya nini? Ni ushindi dhidi ya dhambi ambao Kristo alitupatia kupitia mateso, kifo na ufufuko wake. Sasa tunapojiandaa katika kusherekea huo ushindi wa dhambi, tunajiandaa pia kwa mazoezi ya kuishinda dhambi, kupitia mazoezi ya kuishinda dhambi. Mazoezi gani hayo? Mazoezi ya toba, mazoezi ya sala, mazoezi ya kufunga, mazoezi ya kutoa sadaka, kufanya matendo ya huruma. Adamu alipoulizwa na Mungu alipokosea, Mwanzo sura ya 3, Adamu alianza kulaumu. Adamu alianza kumrudishia Mungu lawama. Adamu, imekuwaje bana, uko wapi? Umekula tunda nilokuambia? Hamna bwana, ni huyu mwanamke ulionipa. Kwa hivyo Adamu, hatuoni mahali Adamu anafanya toba. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo hatuoni mahali Adamu anasema Bwana, nimekosa, nisamehe. Hatuoni. Kwa ndo maana Adamu wa pili, Kristo anapokuja ulimwenguni, mwaliko wa kwanza alitusomea Shemasi kutoka katika Injili ya Mathayo ile sura ya 3. Mathayo ile sura ya 3, kama sikosei, nafikiri ni Injili ya Marko aya ya kwanza, Marko sura ya kwanza aya 15. Tofauti na Adamu wa kwanza, yeye alikosea lakini hakufanya toba, akaanza kumlaumu hadi Mungu, yani kama Mungu, wewe ndio umenipa huyu mwanamke, kwa usingenipa mimi nisingekosea. Kwa hivyo alianza kumrudishia Mungu lawama. Kristo anapokuja kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, mwaliko anaotupatia mwaliko anaotupatia ni huu hapa wa Injili ya Marko sura ya kwanza aya 14 na kuendelea. Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Yaani Adamu alitenda mapenzi yake, sasa muda wa kufanya mapenzi ya Mungu umefika na kuwezeshwa kufanya hayo mapenzi ya Mungu umefika. Kwa hivyo Yesu anakuja na habari gani? Tofauti na Adamu ambaye hakutubu, Yesu anakuja kutualika kufanya toba. Anatuambia tubuni na kuiamini Injili. Kwa hivyo ili kuingia katika hiyo frequency, katika huo mfumo wa kutenda mapenzi ya Mungu, tofauti na Adamu kulaumu na kutotubu, sisi tunaalikwa kufanyeje? Kukiri uovu wetu na makosa yetu. Kukiri uovu wetu na makosa yetu. Hiyo ndiyo Injili. Hiyo ndiyo Injili. Na kwa nini tunakiri? Tunakiri kwa sababu Kristo amekuja kutulipia gharama ya ile hasara tuliyosababisha. Yaani Mungu aliingia project akamtengeneza mtu kwa sura na mfano wake, project ya thamani, project ya mwisho zaidi kuliko project nyingine zote za malaika, viumbe, milima, manini, mbingu na dunia vyote. Mungu alimahitimisha project yake kwa kumtengeneza mwanadamu. Lakini huyo mwanadamu akamuingiza Mungu hasara. Kwa hivyo Mungu akaja kurekebisha hiyo hasara. Kwa hivyo maana Yesu anakuja anatuambia tubuni. Kwa hiyo toba ndio kama njia ya kuingia, njia ya kuingia. Kwa kweli kilichoharibika Adamu, mimi na wewe, hatuwezi kukirudisha kwa nguvu zetu. Ndio maana ilibidi aje Kristo, aje mwanadamu lakini ambaye hana hatia. Kwa sababu akija mwanadamu mwenye hatia ni sawa tu na sisi wote tulishapigika, tuko kwenye utawala wa shetani, utawala wa dhambi, utawala wa mauti, gizani. Kwa hivyo ilibidi aje mwanadamu msafi. Atatokea wapi sasa? Atatokea wapi? Kwa hiyo ndivyo hivyo Mungu akaja kutukomboa na amekuja kutulipia deni. Kwa hiyo Yohana 3:16 inatueleza kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae ili kila amwaminie asipotee. Huwezi ukafanya toba kama hauna imani. Huwezi ukafanya toba kama hauna imani. Unafanya toba kwa sababu una imani. Waebrania 11:6 inatueleza kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa hivyo tunavyomwendea, iwe ni kwa toba iwe kwa nini, lazima tuwe na imani. Kwa hivyo gia yetu ya kwanza ya kumpokea Mungu, kuungana naye, ni kukiri udhaifu wetu. Kukiri udhaifu wetu. Kukiri udhaifu wetu. Hili jambo tunalifanya mara ya kwanza kabisa tunapomwamini Mungu, kwa sababu yeye amekuja kukukomboa. Sasa unapokeaje huo ukombozi? Lazima ukiri kwamba umekombolewa. Kwa nini umekombolewa? Huwezi kukombolewa kama huna shida.
Na neno salvation, neno ukombozi, asili yake kabisa maana yake ni nini? Maana yake ni kumlipia mtu, yani unalipa kwa ajili ya kumchukua mtumwa, unalipa. Unalipa. Ndio maana Yesu pia pale msalabani alisema imekwisha, maana yake gharama yote nimelipa. Gharama yote nimelipa. Kwa hiyo neno ukombozi, wokovu, ukombozi, neno ukombozi maana yake ni hiyo, kulipa gharama, kwamba huyu alikuwa anatumika huku kama mtumwa, mimi ninamlipia hiyo gharama, ninamnunua, anakuwa wa kwangu. Kwa hivyo sisi baada ya Kristo Mungu kutapanya upendo wake kwetu, yani ametukomboa tungali wa dhambi, tunaambiwa hivyo katika Warumi sura ya 5 aya ya 8, sura ya 5 aya 8, kwamba Kristo ametukomboa tungali wa dhambi. Yani Mungu aliamua kutukomboa. Ni sawa na wewe uamue kumlipia mtu madeni yote ukitegemea kwamba atapokea hicho unachomfanyia. Kwa alifanya hivyo Mungu akijua tutakubali, lakini bado mtu anaweza asikubali. Kumbe basi Kristo anatupa mwaliko wa kufanya toba, kukubali kwamba tumekosea, tunapungukiwa. Kwa hiyo tuje kwake atukamilishe, tuje kwake aturekebishe, tuje kwake atuunde upya. Kwa hivyo huo ndio mwaliko wa kwanza kabisa katika imani ya Kikristo, kwamba sisi ni wadhaifu, tunapungukiwa katika makosa tunayofanya. Kuna hasara ambayo tumeitengeneza ambayo hatuwezi kuirudishia sisi wenyewe. Kwa hivyo tunakuja kwa Mungu aweze kututoa katika huo umauti, katika hiyo hasara, katika hilo anguko. Kwa hiyo tunakuja kwa Mungu atuumbe upya. Sasa kipindi kizima cha Kwaresma kinatawaliwa zaidi na hiyo dhana ya toba. Sasa tuliamini, lakini kwa nini tunafanya toba tena? Pengine toba tuliyofanya mara ya kwanza inatosha? Haitoshi. Sisi ni wanadamu, nimesema tunaishi katika muda na wakati. Sulemani aliyepewa hekima kuzidi watu wote, kumbuka ndio Sulemani huyo aliyeabudu miungu. Daudi aliyechaguliwa na Mungu na Mungu akakiri kabisa, huyu ndiye mtu ambaye moyo wake unanitafuta, yani ni mtu ambaye ananitafuta. Ni huyo Daudi ambaye alimchukua mke wa Uria Mwiti na akamuua Uria, ndio huyo. Kwa hivyo mwanadamu hapa na pale anaweza kuanguka. Ndio maana tunakumbushwa katika hivi vipindi vya kanisa, kwa mfano kipindi cha Kwaresma, sasa tunakumbushwa kufanya kitu kimoja muhimu sana. Maandiko yanatuambia afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini anayeziungama na kuziacha atasamehewa, atapata rehema, anayeziungama dhambi zake na kuziacha. Kumbe basi katika kipindi dhana kubwa inayotawala ni dhana ya toba. Kwa hivyo tunafanya toba kwa nini? Tunafanya toba kwanza, haimaanishi kwamba tusubirie kipindi cha Kwaresma ndio tufanye toba, hapana. Hiki ni kipindi ambacho kinatukumbusha tu. Kwa hiyo wakati wote unagundua umemkosea Mungu, fanya toba, lakini hata kila siku katika sala zako jitambulishe mbele za Mungu. Mwambie Mungu, ni rehemu, nihurumie kwa yale ambayo nimeyatenda kwa kujua na kwa kuto kujua, nimekukosea, ni rehemu. Ndio maana ni vizuri sana, ni muhimu sana kuungama mara kwa mara. Tusipitishe muda mrefu hatujafanya toba, hatujaungama. Kumbe basi hiki kipindi ambacho kinabebwa na dhana ya toba, kuna mambo ambayo yanasindikiza safari yetu hiyo ya kumrudia Mungu. Maandiko yanatuambia ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Sijui kwa nini maandiko hayakusema ufurahi moyo wao waliompata Bwana. Kwa hivyo maisha yetu hapa duniani ya kumtafuta Mungu siku zote. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Na Bwana mwenyewe anasema wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Anasema kuna thawabu, Mungu anawapa thawabu wale wanaomtafuta kwa imani na kwa bidii. Kwa hivyo wakati wote ni wakati wa kuendelea kumrudia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli Mungu ni mtakatifu sana, kiasi kwamba hakuna siku tutakuja tuseme hapa duniani kwamba sasa tunastahili kuungana naye, tunastahili kukaa naye, tumefanya toba ya kutosha. Hapana. Ndio maana Mungu anasema, Daudi anasema, moyo uliovunjika na kupondeka Mungu hutaudharau. Sadaka yangu kwako Mungu ni moyo uliovunjika na kupondeka. Isaya 42, Zaburi ya 51.
moyo uliovunjika, a broken heart, yani moyo ambao ni mnyenyekevu, unajiona haustahili mbele za Mungu, moyo ambao unajiona unamhitaji Mungu, umaskini wa kiroho. Hicho ndicho ambacho tunakumbuka. Kwa hivyo katika kipindi cha Kwaresma, katika safari na harakati za kawaida za hapa na pale za mwanadamu, shughuli za hapa na pale, mwanadamu anaweza akasahau kwamba anamhitaji Mungu. Anaweza hata akasahau kwamba anakoseaga, kwamba anahitaji kufanya toba. Ndio maana basi kuna hiki kipindi. Licha ya kusahau, tunaweza tusizingatie. Kwa hivyo ndio maana kuna hiki kipindi cha kutukumbusha kwamba sisi ni wanadamu, na ndio maana katika Jumatano ya Majivu tumeanza kipindi hicho kwa kupakwa majivu. Wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Wewe ni mavumbi na mavumbini utafanyaje? Utarudi. Kwa hiyo inakuwaje? Ukirudi unaelekea wapi? Rekebisha, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Kwa hivyo tukasoma Yoeli 2:12. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kusali, kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza. Kwa hiyo toba, dhana ya toba ya kumrudia Mungu, kuambatana naye Mungu ambaye ni mtakatifu sana, mtakatifu. Isaya katika ile sura ya 6 alivyoona maono Mungu ameketi katika kiti cha enzi, alisikia malaika wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Na kwa taarifa yako, kama ufahamu, ili ni tendo ambalo malaika wa mbinguni wanalifanya wakati wote, miaka yote, tangu milele na milele. Ni tendo ambalo wanaendelea kulifanya. Kwa hivyo kila wanapoinama na kumsujudu Mungu, wakiinuka, wanamuona Mungu ni mpya, wanamuona Mungu ni utakatifu wake ni mpya. Kwa hiyo siku zote wanaendelea kuimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Huyo ni Mungu. Sasa katika harakati zake za Mungu kutaka kumrudisha mwanadamu katika ile Edeni, katika uhusiano wake na yeye, Mungu alianza kujishusha, alianza kushuka kumtafuta mwanadamu, kumkomboa kule ambako alikuwa hamuoni Adamu uko wapi. Kwa hivyo Mungu anakuja kumtafuta Adamu, mwanadamu aliyepotea. Anataka amlete patatifuni pake. Na Zaburi ya 15 inatuambia, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako, atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni yule atendaye haki, asemaye ukweli, mwenye moyo msafi. Injili ya Mathayo sura ya 5. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Ni nani anaweza kusema mimi nina moyo safi mbele ya Mungu ambaye ni mtakatifu? Unajua kuna vitu tunaweza tukaigiziana sisi kwa sisi katika ulimwengu wetu. Wewe unaposema ni mtakatifu, ni vigezo gani unavyovitazama? Alafu fikiria Mungu anavyokuita mtakatifu, ni vigezo gani anavyovitazama? Kwa hivyo mbele za Mungu hakuna siku utakuja tuseme sasa ni sisi ni watakatifu wa kutosha. Kristo ni kweli ametustylisha, ametuvika uko kuwa wenye haki, kufanyika wenye haki mbele za Mungu. Kiasi kwamba Mungu anavyokutazama sasa, wewe ambaye umefanya toba, wewe ambaye umempokea Kristo kwa imani, maana yake wewe ambaye unanyenyekea, maana yake unakuwa umemvaa Kristo. Ni kweli. Lakini siku zote katika ubinadamu wetu lazima tukiri udhaifu wetu, tukiri uovu wetu, tukiri makosa yetu mbele za Mungu. Sasa katika hilo tendo la toba, kama Yoeli anavyosema, kwa kulia, kwa kufunga na kuomboleza, kwa sala na kadhalika, na Mungu mwenyewe alivyosema katika kile kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, mimi nitasikia, nitakuja kwao, nitawasikiliza, nitawaponya. Sura 7 aya 14 ya Mambo ya Nyakati, kitabu cha 2. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hivyo tumesema mwanadamu hatoshi kufanya toba tu mara moja, kwa sababu anaweza akafanya toba leo na kesho ameanguka. Sisi wenyewe ni mashahidi mara ngapi. Nakumbuka kuna siku moja nimeungama, kesho yake nafikiri siku hiyo nikarudi katika dhambi ambayo niliungama asubuhi.
Shemasi alituambia hatuwezi tukashinda dhambi kwa kuiangalia na kusema basi. Tunashinda dhambi kwa kuifanyia toba. Tunashinda dhambi kwa kumtazama Kristo ambaye ni mwingi wa huruma. Kila tunapoenda kwake kufanya toba, tunatoka tukiwa wapya kabisa. Na anasema anavyotusamehe dhambi zetu ni kama mashariki na magharibi, hazikumbuki tena. Yani tunakuwa wapya. Kwa hivyo tunavyokuja kwa Kristo tena kwa mfano kufanya toba, Kristo hakutazami kama yule aliyekuja jana, hakufanyi hivyo. Anakutazama kwa upya, na kimsingi amekuwa akikusubiria hapo. Amekuwa akikusubiri hapo uje ufanye toba. Kwa sababu Kristo hachoki kutusamehe, isipokuwa sisi ndo tunaochoka kufanya toba. Sisi ndo tunaochoka kufanya toba. Na wakati fulani ikinasababishwa na kiburi. Yani kuna kakiburi fulani kwamba mimi sipaswi kukosea. Yani kwa nini nimekosea? Hamna. Hamna, mimi sio huyu. Kubali kwamba mimi ni dhaifu, nimekosea, lakini sitaki kukosea. Kwa hiyo kubali, nafanya toba. Siwe kama Adamu, siwe kama Adamu, siwe kama Adamu. Kuwa kama Daudi. Mungu ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako yafute makosa yangu, na kadhalika na kadhalika. Kumbe basi katika hilo tendo la kufanya toba, la kumrudia Mungu kwa ujumla, tunafanya toba kwa sababu ya dhambi zetu binafsi, mapungufu yetu binafsi, lakini pia tunafanya toba kwa ajili ya watu wengine pamoja na hali yetu dhaifu. Ukisoma Danieli sura ile ya 9, ukisoma Esta sura ya 4 ya 17 na kuendelea, utaona kwamba hawa watu wanavyosali mbele za Mungu, hawasali wakiwa wamebeba mambo yao peke yao. Wamebeba taifa, wamebeba watu wa Mungu, wa Israeli, wa Ebrania, kwamba Mungu utusamee. Kwa hivyo tunavyofanya toba katika kipindi cha Kwaresma na kuambatanisha hata na matendo mbalimbali, haya matendo yanalenga kuonyesha majuto yetu, kuonyesha kuomboleza kwetu. Kwa mfano, katika maisha ya kawaida ukikutana na matukio mazito labda ya huzuni, hamu ya kula inapotea. Ratiba ya kawaida, mzunguko wako wa kawaida wa siku, wa wiki unabadilika. Kumbe kwa sababu Kristo ambaye tunaadhimisha ufufuko wake Pasaka, ushindi wake dhidi ya dhambi, alitukomboa, na tunaadhimisha tendo hilo kubwa kwa sababu ya kuondolewa kutoka kwenye umauti wa dhambi, umauti ambao kuzaliwa kusingalitufaa kitu kama asingalitukomboa. Sasa hilo jambo ni kubwa. Kwa nini ni kubwa hilo jambo? Kwa sababu lile anguko pia lilikuwa kubwa. Yani wokovu ni mkubwa kwa sababu pia anguko lilikuwa kubwa. Kwa hivyo Kristo alipima uzima wangu, umungu wangu, na uzima wa huyu mwanadamu wa kiroho, utakatifu wake. Akaona afadhali aache umungu wake, aache utukufu wake. Hakuacha kuwa Mungu, lakini aliacha utukufu wake. Akaona pia atoe maisha yake kwa kuteseka na kufa msalabani kwa ajili hiyo. Kwa hivyo alipima, akaona ambacho atakupatia kwa hiyo sadaka ni kikubwa, ulichopoteza ni kikubwa. Kwa hiyo inabidi atoe gharama kubwa ili akupatie ambacho ulipoteza. Kwa sababu kwa kawaida uwezi ukaenda dukani ukanunua kitu ukalipa zaidi ya kile kitu thamani yake. Kwa hivyo gharama ya kitu huwa inatuonyesha gharama ya kitu inayotumika kukinunua, inatuonyesha gharama, thamani ya hicho kitu. Kwa hivyo Kristo kama alitoa maisha yake, aliacha utukufu wake mbinguni, akawa mwanadamu, akachukua umbo la kibinadamu na akateseka mpaka kufa. Maana yake tulichopoteza pia ni kikubwa. Kumbe mwanadamu anapopata mwanga wa Mungu, anapopata mwangaza wa kile alichopoteza, anaposoma neno la Mungu, anapopata mwanga wa kile ambacho anapaswa kuwa katika Mungu, katika wokovu, katika imani, katika ukombozi, na anapopata mwanga wa kile ambacho alikuwa katika dhambi, kile ambacho anakuwa anapokuwa dhambini, kile ambacho anapoteza, basi hicho kitu ni kikubwa mno.
ni kizito mno, kinasikitisha mno, ni cha kutufanya tuomboleze. Na kwa kweli kama ambavyo mtu akiachwa hata na mtu fulani amekutana na msiba anakosa hamu ya kula na nini, na sisi tunategemewa tuwe hivyo hivyo. Kwa kweli ukijua thamani ya sadaka ambayo Yesu alitoa, ukiangalia uovu unaoendelea duniani, ukiangalia roho za watu zinazopotea, ukiangalia Wakristo ambao wanarudi nyuma kiimani, ukipita tu huko mitaani utakutana na watu wengi sana ambao ukimuuliza atakwambia mimi nilibatizwa, mimi nilikuwa mtumikiaji, mimi nilikuwa mwanakwaya, lakini wakati huu hasali, hatofautiani na mpagani. Ukitafakari haya mambo, huwezi kuishi siku nzima kwa kucheka. Ndio maana maandiko yanasema heri walio na huzuni, maana watacheka. Heri walio na huzuni. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunapoyakumbuka kwa kweli, unaweza ukajikuta umeingia katika mfungo bila kujua. Daudi alipofiwa na yule mwanae baada ya kuzini na Bathsheba, alipokufa aliomboleza, akaacha kula wala kunywa. Sauli alipokutana na Kristo aliomboleza na aliingia kwenye tafakari ya kina, siku 3 hakula wala kunywa. Esther alipogundua kwamba imeandikwa kwamba Wayahudi wote wauawe, aliamuru watu wafunge. Kwa hiyo jambo zito linatuingiza kwenye majonzi, linaathiri mpaka appetites zetu, tunategemea iwe hivyo. Kwa hivyo ndo maana katika Kwaresma pia toba yetu inaambatana pia na kufunga. Inaambatana na kufunga. Jambo zito, unapopata jambo zito kwa kweli linalokugusa kiroho au kimwili, kwa kweli hata hamu ya kula inapotea. Hamu ya kula inapotea. Kwa hivyo tunategemea pia iwe hivyo kiroho. Lakini sasa kiroho tunafanya pia hilo jambo, tunafanya hilo jambo kwa kuitiisha miili yetu, kwa sababu dhambi inatokea pale ambapo tunaitii miili yetu, tunatii tamaa za miili yetu. Kama Adamu, tunda linapendeza, linafaa, linatamanika, kwa tunatii, tunaingia dhambini. Kwa hiyo tunapofunga tunajifunza kuitiisha miili yetu. Paulo anasema waraka kwanza mtume Paulo kwa Korintho sura ya 9:27 anasema ninautiisha mwili wangu na kuusulubisha, ninautesa ili niweze kupata taji ya milele. Anasema pia katika Wagalatia 2:20 kwamba nimesulibiwa pamoja na Kristo. Wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hivyo maana yake mwili tusipousulubisha hatuwezi kuishi katika utakatifu. Labda tutakapotazama kipengele cha kufunga, lakini tunafunga kwa sababu hiyo, kutiisha mwili wetu. Ni tendo la kumuonyesha Mungu kwamba Mungu, nina njaa na wewe kuliko njaa nilionayo na chakula. Nina hamu na wewe kuliko hamu nilionayo na chakula. Na hapa duniani katika kitu ambacho tunakihangaikia sana, yani tusingekuwa na njaa basi tungekuwa tupo tu. Kwa hiyo njaa inatufanya tutende, tufanye kazi, tufanye nini, tupambane. Kwa hivyo tunapambana kukidhi haja ya miili yetu. Kwa hivyo katika dhambi tunakidhi haja hizo za miili. Kwa hivyo kufunga kunatufundisha kutiisha mwili wetu. Kunatufundisha kutiisha mwili wetu, kunyamazisha kelele zake ili tuweze kufocus, tuweze kumakinika na Mungu na mambo ya kiroho. Toba hii inaambatana na sala. Tunapomtafuta Mungu, tunapojongea kwake, hiyo ni sala. Kwa hivyo katika hii kipindi tunaalikwa kuzingatia sala, kufufusha maisha yetu ya sala, kupiaisha maisha yetu ya sala, kutiisha miili yetu. Sala ni jambo pia ambalo mwili haulipendi. Mwili haupendi kusali. Ndio maana ukishika simu kakaa kitandani TikTok, utashangaa namna ambavyo masaa 6 yamepita. Au uko kwenye mechi, utashangaa namna ambavyo ile masaa 2 yamepita. Au unaangalia tamthilia, utashangaa ile nusu saa dakika 45 zimeisha. Unatamani ziendelee. Lakini ukishika rozari kusali, unashangaa kwa nini nusu saa haiishi. Yaani unajiuliza, mbona hii nusu saa haiishi jamani? Kwa hiyo mwili haupendi sala. Mwili haupendi kufunga, unapenda raha, kustarehe. Kwa hiyo hayo ni mazoezi ambayo yanaambatana na toba. Shemasi alitupitisha vizuri, tukaona namna ambavyo watu katika maandiko matakatifu katika toba walifunga, waliingia katika sala
katika maombi. Lakini pia jambo lingine ambalo tunalifanya kwenye Kwaresma ni tunasisitiza kulifanya ni kutoa sadaka, kwa sababu tunavyotenda dhambi maana yake tumekumbatia matakwa yetu, tunataka kufanya tunavyotaka, kwa hivyo tunakuwa wabinafsi. Kwa hivyo sadaka inatufundisha kutoa, na tunavyotoa maana yake tumekubali kuacha matakwa yetu na kuweza kutenda anavyotaka Mungu. Hiyo ndio dhana ya sadaka, dhana ya kutoa. Lakini pia tunapomkosea Mungu hatuwezi tukaacha kumkosea jirani. Kwa hivyo tunavyokumbuka kumrudia Mungu, lazima tukumbuke pia na kumsaidia jirani, kumsaidia mhitaji. By the way, Mungu anatuambia, Kristo mwenyewe anazungumza katika Mathayo sura 25 na 31 na kuendelea, anatuambia tunavyomtendea mhitaji ndivyo tunamtendea yeye. Kwa kama tunafanya toba, tunataka kumtafuta Mungu, tunataka kumrudia Mungu. Mungu pia tunakumbushwa kwamba hayuko mbali. Yupo kwa jirani zetu wanaohitaji, wenye njaa, wenye kiu, wanaokata tamaa, wasiomjua Mungu, wenye mashaka. Hao wote tunapoenda kukutana nao, tuenda kukutana na huyo Mungu ambaye tunamtafuta. Tuenda kukutana na huyo Mungu ambaye tunamtafuta. Sasa Kwaresma ni kipindi ambacho tunasisitizwa, kanisa linatukumbusha kuzingatia haya mambo manne: toba, sala. Huwezi kumtafuta Mungu bila kusali. Toba, sala, kufunga, pamoja na kutoa sadaka. Lakini haya yote lazima yabebe pia na neno la Mungu. Lazima yabebe na neno la Mungu. Tunasahau hiki kitu, neno la Mungu. Hatuwezi tukaacha neno la Mungu, kwa sababu maandiko yanatuambia katika Zaburi ya 100, nafikiri 107, Zaburi ya 107, Zaburi ya 107 aya 20 inasema, Mungu anasema, Zaburi inatuambia hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Aya 19 anasema wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake. Kwa hivyo Mungu anapotaka kutuponya anatumia neno lake. Kwa hivyo neno la Mungu ni la msingi sana katika maisha yetu, wakati wote, na wakati tunapotaka kumtafuta Mungu kwa namna ya pekee, au tunapotaka kumrudia Mungu kwa namna ya pekee. Ndio maana Mungu alipokuwa anaona watu wake wanakosea, alikuwa anawatumia manabii. Manabii walikuwa wanafanya nini? Manabii walikuwa wanafikisha kwa watu ujumbe wake, neno la Mungu. Neno la Mungu. Hata Mungu anatusamehe kwa sababu amesema atatusamehe. Ni neno lake, ni kadiri ya neno lake. Na anatualika tumrudie, tumkaribie, na yeye atatukaribia sisi. Tunapomkaribia na yeye atatukaribia sisi. Anasema wanaonitafuta kwa moyo wote watanipata. Sasa leo natamani baada ya utangulizi huo mfupi, natamani leo tutazame swala zima la toba. Tulitazame, tuongezee, tuangalie mambo fulani baada ya yale ambayo ametufundisha Shemasi. Kwa leo nataka tutazame kidogo ili swala la toba. Sasa kutubu, kufanya toba ni kugeuza maisha yetu, ni kukiri makosa yetu, madhaifu yetu, na kugeuza maisha yetu. Kukiri kwamba tumekosea na kuamua kugeuza maisha yetu, kumrudia Mungu, kumwomba msamaha, huku tukitegemezwa na Roho wake Mtakatifu, tukitegemezwa pia na neema yake na nguvu yake. Tunatubu kwa sababu tumekosea. Sasa tunatubu dhambi zetu, dhambi za watu wengine, kanisa, jamii, taifa, kwa ajili ya mambo mengine. Kumbuka hao watu wote, kumbuka dhambi nyingi zinaendelea sana kutendeka katika ulimwengu, lakini kuna dhambi nyingi ambazo pia watu hawajazifanyia toba. Maana yake kuna namna watu wamemjeruhi Mungu, lakini hawajaenda kusaidia kuponya mahusiano yao na yeye. Kwa hivyo sisi ambao tumejaliwa kupata mwanga, neema fulani, tunafanya toba pia kwa ajili ya hayo. Tunafanya toba kwa ajili ya hayo. Kwa nini tunatubu? Tunatubu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa. Na dhambi imekuwepo kutokana na nini? Imekuwepo kutokana na vishawishi. Sasa leo nitagusia kidogo kwa habari ya kuvishinda vishawishi, kwa sababu tukivishinda vishawishi tutaishinda dhambi.
Kwa hivyo tunavyosoma Injili ya Mathayo sura ya 4, tunaona namna ambavyo Yesu baada ya kubatizwa anaongozwa na Roho aende nyikani kufunga, na huko alijaribiwa na Ibilisi. Alijaribiwa kwa vitu ambavyo Yesu alikuwa anavihitaji. Kwanza alijaribiwa kwa habari ya chakula. Shetani hakujaribu kwa kitu ambacho hutafuti au huhitaji. Shetani anajua password zako, anajua unapenda nini, anajua unatafuta nini, anajua ratiba yako, anajua mazoea yako, anajua mfumo wako mzima wa maisha. Kwa hivyo anatufahamu vizuri. Kumbuka shetani yuko hapa duniani tangu wakati wa Adamu. Fikiria, anawajua au ana experience na wanadamu wangapi? Ukoo wako, familia yako, kabila lako, utaifa wako. Anajua mnachopenda, anajua mnachotaka. Kwa hivyo kama ni kule kuzimu, labda shetani ana maktaba yake. Kwa kweli kama ni kuhusu mwanadamu, ameshamchambua vilivyo na anajua mahali pa kukamata. Kwa kama ambavyo sisi tunaweza kumtega simba tunatumia nyama, tunaenda kumtega samaki tunatumia chambo, tunaenda kumtega panya tunatumia mchuzi, dagaa, ndivyo hivyo na shetani anatujua. Ananijua mimi Daudi, anakujua wewe Eliza, anakujua wewe Suzana, anakujua wewe Mikaeli, wewe Rafaeli, wewe Isaya, anakufahamu. Sasa ili tuweze kushinda dhambi, kipindi hiki tunafanya toba, na hakuna toba ya kweli ambayo hailengi kushinda dhambi na kuishi katika utakatifu. Kwa hivyo kama tunalenga kufanya toba kweli, lengo letu sio tu kuwa mbele za Mungu na kuomba toba au kwenda kuungama. Lengo letu tunataka kuishi katika ushindi, tuweze kuwa na hapana ya herufi kubwa ya kudumu mbele ya shetani pale anapotushawishi. Kwa hivyo leo natamani tuangalie njia ambazo tunaweza kuzitumia kushinda vishawishi ambavyo tunakutana nayo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 aya 8 inatuambia, mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba ungurumaye, uzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hivyo wakati wote shetani anatafuta kututega atuangushe katika dhambi. Lakini pia sehemu fulani ya ulimwengu ambao maandiko pia yanatuambia ulimwengu uko chini ya yule mwovu, pia inaweza ikawa sehemu ya kishawishi. Inaweza ikawa sehemu ya kishawishi. Mazoea fulani, falsafa, fikra fulani ya kibinadamu. Kuna fikra ambayo labda lazima uwe na mpenzi, huwezi ukaishi maisha bila mpenzi na kadhalika. Hiyo fikra inatufanya tukosee. Lakini pia mwili wetu. Yesu anasema ukitaka kunifuata, Marko 8:34, jikane mwenyewe, beba msalaba wako unifuate. Yakobo 1:14-15 inatuambia kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hivyo vishawishi vinaweza vikatokana na hayo maeneo, dunia, malimwengu, marafiki tunakutana nao na kadhalika, lakini pia vinaweza vikatoka kwa shetani au vinaweza vikatoka katika tamaa za miili yetu. Kumbe lazima tujifunze kushinda hivyo vitu. Kwa nini tunapaswa kushinda? Kwa sababu tunapaswa pia kuishinda dhambi. Mambo ya Lawi 19 aya 2, Mungu anamwambia Musa, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli waambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Hiki ndicho anachorudia Yesu, Mathayo 8:48. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwa hivyo kuwa watakatifu, ndugu zangu, ni amri ya Mungu. Tunapaswa kuwa watakatifu. Tunapaswa kuwa kama yeye, kwa sababu alituumba tuwe kama yeye, tuwe sura na mfano wake, na yeye ni mtakatifu. Kwa hivyo na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Sio kujifanya au kuigiza utakatifu. Tunapaswa kuwa kweli watakatifu. Tunakuwa watakatifu kwa njia gani? Kwa njia ya kumtii Mungu. Yakobo 4:12 inatuambia, mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Sasa tutazame njia ambazo zinatusaidia kushinda vishawishi na kuishi maisha ya kweli ambayo yatakuwa ni ya toba ya kweli. Njia ya kwanza ni kukesha katika sala.
Injili ya Mathayo sura 26:41, Yesu anawaambia wanafunzi wake, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Yesu ambaye alizaliwa ili afe kwa ajili ya dhambi, ili amkomboe mwanadamu, ilifikia wakati mwili wake unataka kukimbia mateso. Anaanza kusali, anamwambia Mungu Baba, niepushie hiki kikombe, lakini si kama nitakavyo mimi, ila mapenzi yako yatimizwe. Huo ni mwili. Mwili hautaki mateso, unataka starehe, hautaki kufunga, hautaki kusali, hautaki kutoa sadaka, unataka kukumbatia kila kitu. Unataka kukumbatia kila kitu. Sasa Yesu alikuwa na hiyo hali, lakini alidumu katika sala. Akamwambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Kaeni hapa muombe pamoja na mimi. Wakalala, yeye akasali. Saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu. Kwa fikra yangu ni kama Yesu alisali masaa matatu, kwa sababu alikuja akauliza, hamjaweza kukesha na mimi hata saa moja? Akaenda tena. Kwa hivyo bila shaka inaonekana alisali kama masaa, sina uhakika, lakini najaribu kufikiria. Sasa Yesu anawaambia, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hivyo kinachotuwezesha kusimama katika nyakati za majaribu ni sala. Sala inatuwezesha kusimama katika majaribu. Ndio maana Danieli katika ile sura ya 6, bila shaka ile sura ya 6 ya kitabu cha Danieli, kitu ambacho Danieli hakuweza kuacha kukifanya katika maisha yake ni sala. Hakuweza kuacha kukifanya. Danieli alidumu katika sala. Kwa hivyo watu wakamfuata mfalme, wakamwambia, Bwana, kwa sababu aliona Danieli anaendelea na nini, anastawi, anawazidi kete kwa mfalme, anatafsiri ndoto, anafanyaje? Sasa wakamuona anakuwa kikwazo, wakasema, Bwana mfalme, amuru kwamba mtu yote asisali. Kwa walijua mahali pa kumpata Danieli ili wamuingize kwenye mtego ni kwenye sala. Kwa hivyo Danieli, hata kama walikuwa wameshasema kwamba atakayeonekana na sali kwa mungu mwingine atatupwa kwenye shimo la simba, Danieli aliendelea kusali kila siku kama ilivyokuwa kawaida. Alikuwa anasali kabla ya matatizo, kabla ya majaribu, kabla ya amri, na wakati wa hiyo amri kwamba utatupa kwenye tundu la simba, utakufa, utararuliwa. Katika hiyo amri pia, katika hilo jaribu, aliendelea kusali. Yesu alipokuwa na sali hapo kwenye Injili ya Mathayo 26:41, Injili ya Luka 22:43 hapo inatuambia nini kilitokea wakati Yesu anasali. Alipokutana na tatizo ambalo lilionekana ni zito katika maisha yake, Yesu alikimbilia nini? Alikimbilia sala. Si rafiki, si mabosi fulani huko kwenye serikali, sio kukimbilia uasherati, uzinzi, ulevi, kuloea kwenye michezo, madawa ya kulevya, waganga. Hapana, tunakimbilia kwa Mungu, tunakimbilia katika sala, kwa sababu sala inaweza kufanya kila ambacho Mungu anaweza, na Mungu anaweza yote. Kwa hiyo sala inaweza kufanya yote. Sala haiwezi kufanya jambo ambalo Mungu hawezi kufanya. Kwa hivyo unapokumbana na kishawishi chochote, ingia katika sala moja kwa moja. Ghafla ingia katika sala. Iwe umekumbana na tamaa mbaya, uasherati, uzinzi, ingia katika sala. Umekumbana na kishawishi cha kuiba, ingia katika sala. Usema uongo, chochote, ingia katika sala moja kwa moja, na usitoke katika hiyo sala mpaka umepata amani, mpaka umepata nguvu ya kukusaidia. Yesu, licha ya kwamba wanafunzi wake hawakuweza kusali naye, hakutoka kwenye sala mpaka ambapo alitoka amepata amani, kwamba Baba anataka kikombe hiki nikinywe. Na Luka 22:43 inatuambia malaika kutoka mbinguni alikuja akamtia nguvu. Kwa hivyo ndivyo inavyoweza kutokea. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2744 inatuambia haiwezekani kabisa anayesali kwa makini kutenda dhambi. Na ndio maana Paulo anatuambia salini bila kukoma. Kwa hiyo mnapokuwa katika sala, utamkoseaje Mungu? Utapata wapi muda wa kudanganya? Utapata wapi muda wa kutukana? Utapata wapi muda wa kusengenya? Huo mdomo utakaotumia ni upi? Huo moyo utakaotumia ni upi? Hiyo akili utakayotumia ni ipi? Kwa sababu akili, moyo wako, mdomo wako vitakuwa katika sala.
na matendo yako yatakuwa katika sala, yatakuwa katika muunganiko na Mungu. Ni muunganiko na Mungu. Kwa hivyo Kristo katika hiyo Mathayo 26 anatufundisha kwamba sala ni njia ya kushinda vishawishi. Sala ni njia ya kushinda vishawishi. Maandiko yanatuambia Kristo alikuwa kama sisi, alijaribiwa kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Kwa hivyo alikutana na vishawishi, lakini hakutenda dhambi. Kwa nini hakutenda dhambi? Alikuwa ni mtu wa sala. Kwa hivyo katika Kwaresima hii tunapofanya toba, tunapoalikwa kumrudia Mungu, tunakumbushwa pia kuwa watu wa sala. Katika sala tunapata nguvu. Nitakuja nielezee sala kivyake katika siku za mbeleni. Nitakuja nielezee sala kivyake, lakini tufahamu kwa ujumla kwamba sala inatusaidia kushinda vishawishi, kwa sababu tunapoingia katika sala tunapata nguvu. Musa aliposhuka kutoka mlimani, kutoka sura ya 34 ya 29, alikuwa anang'aa. Na Paulo anatuambia, waraka wa pili wa Paulo kwa Korinto sura ya 3 ya 18, anatuambia tunapomtazama Mungu, tunapokaa naye, tunabadilishwa tufanane naye. Kwa unabadilika taratibu. Ni kama Yesu alivyokuwa katika sala, akageuka sura. Kwa hivyo tunapoingia katika sala, katika maombi, tunageuka sura taratibu. Kwa hiyo kila unapoingia katika sala, kuna namna unageuka, kuna namna unabadilika. Baada ya siku watu wataanza kushangaa, huyu jamaa alikuwaga muongo, siku hizi ameacha. Huyu jamaa alikuwaga anakesha kwenye mipira, anakesha kwenye mabaa, kwenye madanguro, lakini ameacha. Kwa nini? Kwa sababu alivyokaa karibu na Kristo, taratibu ameanza kubadilika, anafanana na Kristo. Kile kinywa kilichokuwa kinatukana watu kimeacha, kinaanza kutoa maneno ya kubariki. Kile kinywa kilichokuwa kinatukana watoto, mbuzi, taira, pumbavu, mwewe, kenge, kinaanza kuwabariki watoto. Mtakuwa vichwa, ninyi ni wanangu wapendwa, mmebarikiwa na Bwana, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo sala inatubadilisha, kwa sababu tunapokuwa katika sala tunakutana na Mungu, tunapata msaada wa Roho Mtakatifu na kadhalika. Kumbe ndugu zangu, tukijikita katika sala tutaweza kushinda nini? Dhambi. Kwa hivyo kila dhambi tunayoanguka kuitenda, maana yake kwanza tumeanguka katika sala. Ukianguka katika dhambi, ujue umeshaanguka katika nini? Katika sala. Kwa hivyo leo tuishie hapo, kesho tutaendelea kutazama njia ambazo zinaweza kutusaidia kushinda dhambi na kufanya toba ya kweli na kusimama katika maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Katika kipindi cha Kwaresima ambacho tunakumbushwa ubaya wa dhambi, ndio maana tunakuja kusherekea ufufuko. Kwa nini ufufuko? Kwa nini mateso? Kwa nini Juma Kuu? Kwa sababu ya ubaya wa dhambi. Kwa hivyo tunapokumbushwa kufanya toba, tukumbuke kwamba nguvu ya sala inaweza kutusaidia tuishi maisha ya ushindi na maisha ya toba ya kweli, maisha ya kitakatifu katika muungano na huyu Mungu ambaye sasa tunaalikwa kumrudia kwa mioyo yetu yote, kwa kusali, kwa kufunga na kuomboleza katika hiki kipindi cha Kwaresima, katika kuirarua mioyo yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutupa zawadi ya sura na mfano wako. Zawadi hii inajeruhika kwa dhambi na inastawi, inashikamanishwa, inarudishwa kwa njia ya sala. Sala inatupa nguvu, inatuwezesha kufanana na wewe tena, kutokea utukufu hadi utukufu. Na sisi Mungu tunapenda kusali, lakini kuna namna miili yetu, shughuli zetu, ratiba zetu, fikra zetu, mazingira yetu yanatushinda nguvu, tunaacha kuwa watu wa sala na tunajikuta tunaishi maisha ya dhambi, mbali na muunganiko na wewe, mbali na uwepo wako. Basi Bwana, katika kipindi hiki cha Kwaresima cha mwaka huu,
ambacho tumeona vema tutumie wakati huu na kututumia mitandao yetu kwa ajili ya kushirikishana neno lako katika semina hii. Tupe nguvu tena ya kusimama katika sala, tupe nguvu tena ya kusimama katika zamu zetu, kusimama mbele ya uwepo wako, ili tuweze kukutazama, ili tuweze kutazama uwepo wako, utakatifu wako, utukufu wako, na tuweze kubadilika taratibu tufanane na wewe, ili tuweze kuishi maisha ya ushindi katika toba ya kweli na muungano na wewe mkamilifu, lakini pia tuweze kuishi maisha ya ushindi katika utakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu akubariki sana. Tuendelee kusafiri pamoja katika semina hii mpaka hapo tutakapohitimisha siku ya Jumapili. Asante sana. Mungu akubariki. Tumsifu Yesu Kristo.